na semina kadogo, yani kamaelekezo kadogo kwa ajili ya kutusaidia kubadilika katika mwaka huu mpya 2026. Kila mtu ajaribu kumlilia Mungu kwa kweli kwamba mwaka huu uwe ni mwaka wa mageuzi kwake, uwe ni mwaka wa mapinduzi, uwe ni mwaka wa kupiga hatua nyingine mbele zaidi, uwe ni mwaka wa kutenda vizuri zaidi kuliko mwaka jana, uwe ni mwaka wa kutakaswa zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana, mwaka wa kung'aa, mwaka wa kufaulu, mwaka wa kushinda. Sasa kuna vitu vya makusudi vya kufanya ili haya ambayo nimeyanena yaweze kutimia vizuri. Lakini pia Mungu huwa anashughulika na shauku ya mtu, anashughulika na kiu ya mtu, anaangalia hamu ya mtu na njaa ya mtu. Ndio maana alisema kwamba heri mwenye njaa na kiu ya haki atashibishwa. Maana kama mtu una njaa na chakula, ukiomba chakula kuna mtu atakaye kunyima. Hata binadamu asiokoka atuambia, bwana ndugu yangu mimi nina njaa. Una njaa, hujala, utapewa chakula. Hata na mtu asiyemjua Mungu atakupa chakula. Ukisema mpendwa ndugu yangu nina kiu, sijanywa maji, nina shida na kiu, utapewa maji tu, hata na mpagani asiyemjua Mungu. Maana vile vitu ni vya lazima. Sasa kama una kiu ya haki, una kiu ya kumpendeza Mungu, na unayemwomba Mungu aliyesema heri mwenye njaa na kiu ya haki, huyo atashibishwa, ni lazima atakupa, kwa sababu hilo wazo kwamba kwanza ni la kwake. Atakataje kukupa wakati yeye mwenyewe ndio amelianzisha? Mtu anaweza kuwa na kiu ya njaa, anapewa chakula kala, ana kiu ya maji, anapewa maji, anakunywa. Sasa inawezekanaje leo hii wewe una njaa ya haki, una njaa ya utakatifu, una njaa ya uaminifu, una njaa ya kumtumikia Mungu kwa bidii, alafu eti ukaachwa asikupe? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima atakupa tu, kwa sababu yeye ndiye ambaye ameanzisha hiyo ajenda ya kumpa mwenye njaa na kiu ya haki yake, utakatifu wake, uaminifu wake. Bwana asifiwe sana. Katika mfululizo wa yale ambayo nilikuwa nimejaribu kuorodhesha hapa, na nilishazungumza pia kwa wapendwa katika lile kanisa la asubuhi, kwamba tujifunze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia ya pili yake ni kuwatii walio mbele yetu au viongozi wetu, na kuwaheshimu na kuwakubali. Ya tatu pia ni tujifunze kuishi maisha matakatifu. Maana hatutaweza kupona kabisa kama tutaishi maisha matakatifu. Biblia imeshasema watakatifu walipo duniani ndio walio bora. Na alisema tutafute kwa bidii kuwa na maana watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Na wote hapa tumeacha shughuli zetu, tumekuja kisa kikubwa, tunataka siku moja tuurithi ufalme wa mbinguni, si ndio? Kisa kikubwa cha tukufanya tuje hapa, tunatamani siku moja tukae na Mungu milele. Na huwezi kuingia kule kama hutakuwa mtakatifu kama yeye. Maana kuna sehemu alisema kwamba iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni nani? Sasa hiyo sio maigizo, alisema na hatanii, ndivyo itakavyokuwa. Usipokuwa mtakatifu huwezi kuingia kule. Lakini pia tujifunze kuwashuhudia watu, maana hiyo ni mission kubwa, the greatest mission that Christians have been given by God. Yesu alitamka, yani hiyo ni commitment kubwa mno, ni wajibu wa ajabu ambao Mungu alitupatia. Hajatuambia tulime mashamba, hajatuambia sijui tufanye nini. Watu waliokuwa wanalima mashamba, walikuwa wanavua samaki, waliokuwa wameajiriwa nafasi zao kubwa kubwa, waliachishwa kazi zao kwa ajili ya kutafuta waliopotea. Alafu sisi wala hatujaachishwa kazi zetu na biashara zetu na mashamba yetu, tunaambiwa tu tuwe na access ya kuwashuhudia watu, hatushuhudii. Lakini kumbuka kuna watu waliachishwa kazi ambazo zilikuwa zinawapatia kipato.
Mnanielewa wapendwa? Kuna watu waliachishwa ajira zao nzuri, ajira kama ya TRA. Matayo aliachishwa hiyo kazi. Haleluya. Biashara nzuri za uvuvi wa samaki, watu wametajirikia ziwa Victoria kwa kuvua dagaa na samaki. Watu wanaachishwa kazi, watu wana mitumbwi mingi kule wanafanya hizo kazi, lakini anaambiwa acha hiyo kazi. Ina maana kwamba ya Mungu ndio muhimu zaidi, lakini sisi hatujaambiwa tuache hayo. Anakuambia tunenda kamshuhudie mtu mmoja au wawili, lakini hata hivyo tunashindwa. Lakini sasa tujifunze namna ya kuwashuhudia watu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia pamoja na hayo tujifunze namna ya kuwalea Wakristo wapya. Hilo nalo pia litakuwa ni jambo jingine tutaongea. Tumepata watu wengi wanajileta wenyewe. Mungu aliona hatushuhudii, bado wanawaleta wenyewe, wanasimama hapa, wanasema nimekuja kumpokea Yesu, tunapiga vigelegele na mbingu inapiga vigelegele. Tukitoka hapa mbingu haiji kuwafuatilia watu. Sisi hapa ndio tunatakiwa kuwafuatilia. Hatuwafuatilii watu. Hatujui wanaishije, hawajui wanatembea namna gani, wana shida gani. Hatuna habari kabisa. Na bado tunakiri yetu tunakwenda mbinguni. Tusubiri basi. Inawezekana tukaambiwa Njooni huku ninyi mliolaaniwa, mwende kushoto, kwa sababu nilipokuwa na njaa hamkuja kunilisha, nilipokuwa na kiu hakumnipa maji. Vitu kama hivyo nafikiri nilizungumza kwa wiki zilizopita. Lakini pia tunakwenda tunajifunza kumtolea Mungu sehemu ya mapato, sehemu ya mapato yetu. Ngoja nikwambie, hiyo inaweza kuchukua muda mrefu, acha niache hapo kwanza. Itakapofika siku yenyewe tutazungumza. Watu wanaona pesa, mali hizi ambazo wanazo, wanafikiri watadumu nazo milele. Katu huwezi kukaa nazo milele, hata siku hii. Ukiondoka hapa na zinazimika hapa. Ila zile ambazo ulimpa Bwana kwa moyo, utazikuta wapi? Utazikuta kule katika ufalme wa mbinguni. Mahali moyo wako utakapokuwepo, ndipo na mali zako zitakuwepo, kama ulitoa kwa moyo. Hiyo ni siri kubwa, nitakuja kuongea vizuri baadaye. Lakini pia tujifunze kufanya kazi kwa mikono yetu. Katika kizazi tulicho nacho, kizazi cha walokole ni wavivu kupindukia. Ni wavivu sijawahi kuona. Watu ni wavivu kufanya kazi, lakini huku wanataka mambo makubwa, wanataka magari, wanataka nyumba, wanataka mashamba makubwa, wanataka vitu vizuri, alafu huku ni wavivu kufanya kazi. Na Biblia imeshasema kwamba nitabariki kazi ya nani? Ya mikono yako. Hasa mtu hufanyi, atabariki kazi gani? Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa nini? Kwa ukarimu. Wana mfano wa mtu mmoja anaitwa Colgate, huyu ambaye leo hii tunapiga miswaki kwa dawa yake, ndio Colgate. Yule mzee ameondoka siku nyingi yule, lakini yule alikuwa ni mfyagia barabara za manispaa ya New York. Miaka ile alikuwa ni mfyagiaji wa barabara, kama unavyoonaga akina mama na watu wengine hapo wanaweka kale ka plastiki kekundu, mnakafahamu hako. Gari zinaanza kupita pembeni, Dubai boda zinapita pembeni, wenyewe wanafyagia, wamevaa helmet na makoti yenye rangi. Colgate alikuwa hivyo, lakini kwa sababu alikuwa mwaminifu kumtolea Mungu, yule mtu hata amekufa, ukoo wake bado unakula pension yake, unakula nini ile wanaita nini hii, makampuni yote yanayotumia hilo jina la Colgate. Viwanda viko vingi duniani, wanaandika Colgate. Hii dawa nzuri sana ya Colgate. White Dent hapana, Colgate. Sasa commission ya kutumia hilo jina inalipwa kwenye ukoo wake mpaka leo. Kwa hiyo ukoo unakuwa tajiri kwa sababu ya mtu mmoja alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Alimwamini Mungu akafanya hivyo na alikuwa ameokoka. Bwana asifiwe sana. Sasa ninaanza na habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Niseme hivi ndugu zangu wapendwa. Tusome Warumi sura ya 8 mstari wa 13. Warumi 8:13. Hii sentensi sikuielewaga sana mwanzoni,
lakini kadiri siku zinavyozidi ndipo ninapozidi kuelewa vizuri zaidi. Lakini mwanzoni nilikuwa najua tu ni kujaza Roho Mtakatifu, kisha jaza Roho Mtakatifu basi, alafu unapuyanga tunavyoendelea. Kumbe Bwana Roho Mtakatifu ni nafsi, ana akili yake na ufahamu wake na ujuzi wake na uzoefu wake. Na sisi pia wanadamu, au mimi kama mwanadamu, nako pia nina akili yangu na nafsi yangu, nina matakwa yangu na desires, ninatamani kitu fulani kifanyike kama mtu. Lakini Roho Mtakatifu naye anatamani afanye vitu kama nafsi iliyo hai. Lakini sasa kati ya mimi na yeye, au kati ya wewe na yeye, nani ana akili zaidi? Nani ana uzoefu zaidi? Nani amekabidhiwa jukumu la kumuongoza mwenzake? Hata kama wote mna akili sawa sawa, ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye amepewa jukumu hilo. Si ni sawa wapendwa? Roho Mtakatifu ndiye amepewa jukumu hilo. Maana Yesu alisema kwamba nitakwenda kumwomba Baba awape msaidizi mwingine. Moja ya vitu ambavyo atakavyokuja kuvifanya ni kutuongoza. Yeye kutuongoza, atutie kwenye nini? Kwenye kweli yote. Sasa wewe huwezi kumuongoza Roho Mtakatifu mtie kwenye kweli, huna kweli. Ila yeye ana kweli, atutie kwenye kweli yote. Sasa unaona hiyo nafasi alionayo ni kubwa sana. Kama leo hii tunaweza kukubali kuongozwa na diwani wa darasa la pili au la saba, wewe uko pale na masters zako, lakini unakubali kuongozwa na diwani au na mbunge au na mkuu wa wilaya au na mkuu wa mkoa, hata rais anaongoza watu wengine hawajasoma kabisa. Wamesoma sana, wana ma PhD, maprofesa. Inawezekana naye asiwe na degree zote hizo, lakini anakubali kuongozwa na anakubali. Huyo mtu msomi. Sasa sisi inakuwaje inakuwa ni ngumu kuongozwa na mtu ambaye Mungu alisema hivi, atakaye kuja huyo atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Na sisi hapa tuko tunatafuta kweli. Yaani angalia hapa tulipo hapa, wote tunatamani kweli. Hivi wangapi ambao wanatamani kudanganywa? Mikono juu. Ambao wanapenda kudanganywa, yani kutapeliwa, kuzugwa. Wangapi ambao wanapenda kuambiwa kweli? Haleluya. Hasa kama unapenda kuambiwa kweli, Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa pekee wa kutuambia sisi kweli. Halafu kama huwezi kumsikiliza, you are useless. Yani Ukristo haupo. Wapenda nawaambia Ukristo haupo tena. Bwana asifiwe sana. Kabisa hatuna sifa ya kuitwa Wakristo wa rohoni kama hatumkubali Roho Mtakatifu. Kama hatumpi nafasi ya kuongozwa, ya kutuongoza sisi, hatuna sifa za kuitwa Wakristo. Kristo mwenyewe ambaye sisi tunamwamini aliongozwa na Roho Mtakatifu. Alipomaliza kubatizwa kwenye maji mengi na Yohana Mbatizaji, akapanda kwenye mto. Alipokuwa anapanda, Roho Mtakatifu akashuka juu yake, akaingia ndani yake, na Biblia ikasema kwamba akaongozwa na Roho kwenda nyikani. Na huku anakwenda kwenye majaribu, anakwenda kupambanishwa na shetani. Roho huyo. Ingekuwa mimi na wewe hapa tunaongozwa kwenda nyikani, mimi nafikiri hili ni pepo, ananipeleka kwa nani? Lakini alipelekwa nyikani ili ajaribiwe. Roho Mtakatifu yuko shuleni, anamfundisha Yesu, anamuongoza Yesu. Hasa kama mwana wa Mungu mwenyewe alipovaa mwili aliongozwa na Roho. Hasa sisi wagagagigikoko unafahamu wale wagagagigikoko? Wagagagigikoko, yani kuna kabila fulani hivi sisi ambao yani hatuna lolote, yani sana Mnyaturu hivi, Mgogo, Msukuma, Mkuria, Muhaya, Muhehe. Hivi utakataje kuongozwa na Roho? Huyu aliyeacha kiti mkono wa kuume wa Mungu Baba, akasema nitume mimi naenda, akaja anakubali kuongozwa na Roho. Sisi ni akina nani? Hicho kitu wao nakishangaa sana wakati mwingine. Kwa kweli nakishangaa. Wapendwa, ninashangaa mpaka kesho kutwa.
Hii inamaanisha kwamba we are not serious. Hatuko makini kwenda mbinguni, ila tuko makini tu kuja kanisani kutimiza tu wajibu wa dini yetu. Hivyo hatuko makini kwamba tunataka kwenda mbinguni au kuyatimiza malengo na mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuyatimiza mapenzi ya Mungu bila Mungu mwenyewe kutuongoza kwa Roho wake. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 13 anasema hivi: kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa hiyo hii inanipa dalili hivi: yeyote ambaye ana elementi za matendo ya mwili, ana matendo ya mwili hayajaondoka kwake, Roho hayupo. Na kama yupo ananena kwa lugha, basi Roho ameshamgomea Roho, hamtaki Roho. Matendo ya mwili ni ipi? Ni yapi? Nenda kwenye Wagalatia hapo sura ile ya 5 mstari ule wa 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho ukishindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na nani? Hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo, malalamiko, manunguniko yanayofanana na hayo, kiburi, dharau yanayofanana na hayo. Mnanielewa wapendwa? Ulugumia yanayofanana na hayo, kuchelewa kufika kanisani, kuchelewa tu yanayofanana na hayo. Maana ni mambo ya mwili hayo. Namwambia mapema kama nilivyokwisha kuambia kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatafanya nini? Hawataurithi ufalme wa mbinguni. Na hili likaitwa neno la uzima, likaitwa andiko la faa kwa mafundisho, na sisi ndio tunafundishwa hii. Haleluya. Sasa ukirejea katika Warumi hapa anasema kwamba hiyo 13, kwa maana tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa nani? Sio wote waliojazwa na Roho wa Mungu wanaoongozwa. Unaweza kujazwa lakini ukakataa kuongozwa. Ni kama vile mtu anaweza kufa njaa huku ana hela mfukoni, hataki kununua chakula. Mzee, si ule chakula hiki hapa, mimi na malengo yangu. Ana milioni 10 zimegandamana mfukoni, huku anakufa njaa. Si ule ununua chakula ule, hapana, nina malengo yangu. Umejaa, una hela, nina hela. Tumia sasa, mbona unakufa na njaa? Hapana, unakufa na njaa. Roho Mtakatifu anaweza kuwepo pale, lakini ukakataa kuongozwa na yeye na ukaenda motoni, umejazwa Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Umekataa kuongozwa. Utatumbukia kwenye shimo. Yeye alitaka kuongoza ufike mahali pazuri, umekataa kuongozwa, utaumia. Na tuka kanani kadogo upate kaufahamu kadogo kengine. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wakati mwingine tunafundishana hapa, lazima uzaliwe uwe mwana. Ninakuhakikishia bila Roho Mtakatifu ni ngumu mno kuwa mwana. Ninakuhakikishia. Mwana wa Mungu mwenyewe Yesu ilibidi ajazwe. Sasa wewe kwa nini usijazwe? Na kwa nini usiongozwe? Na kuna watu wengine wako hapa hawajawahi kujazwa, na hata hawana habari. Hawako serious. Wanaamini tu, mimi mradi tu najazwa, mimi ninaamini tu. Na ndio maana ni rahisi sana kukengeushwa. Huna mtu kukuambia kwamba hiki hakifai au hiki kinafaa. Ndio maana watu wanajichanganya wengi hapa. Akija nabii yoyote, huyo ameshaenda. Akikwama kidogo, huyo ameshaenda kwa mganga wa kienyeji.
Akikwama kidogo anafanya vituko vya ajabu. Kwa sababu gani? Roho hayupo. Naamini kabisa kwamba hivi Roho Mtakatifu anasema. Haleluya. Unaweza kufungua hata channel ya TV yako pale ukaona mtu anahubiri amevaa tai kubwa au kola, ana watu wengi, ukaona huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa kweli watu wengi wanamkubali. Usihesabu watu, msikilize Roho anakuambia nini ndani. Anakuambia hapa hamna kitu. Unaweza kuambiwa hivyo. Kuna siku moja miaka ya nyuma, kikao cha wachungaji kilifanyika kanisani kwetu, kipindi kile bado nikiwa mshirika. Wachungaji wa jimbo, kipindi kile niko Urambo, jimbo la Shinyanga na Tabora, wakanaita sehemu. Bwana asifiwe sana. Wamechagua, wamekaa pale siku 3 na kila siku jioni walikuwa wanahubiri. Wakachagua askofu wa jimbo la Tabora na sehemu ya Tabora na Shinyanga section. Walipomchagua wakaja kututangazia ibada ya jioni kama, jamani, tumekuwa na kikao chetu hivi na hivi, tumemchagua kiongozi wetu hivi. Kwa kweli watu wakapiga makofi. Niko kwenye kiti kule, nikasikia ndani moyoni mwangu hivi, huyo sio mtumishi wa Mungu. Na mimi hapo sikuwa na muda mrefu, simjui, ndio nimemwona kwa mara ya kwanza, lakini nikasikia sauti ndani, huyo sio mtumishi wa Mungu. Nikashangaa, ndio kwa mara ya kwanza nasikia hilo jambo moyoni mwangu. Kwa nini? Na huyu wachungaji wote hao wamemwamini, mpaka wamempa kura nyingi, naye pia amekuwa askofu wao. Kwa nini Mungu? Nikapata shida sana. Na siku hiyo baadaye walipomaliza, wengine wakaondoka na train kwa napita usiku pale, ambayo inatokea Kigoma, wakaja huku Tabora, wengine wakaenda Shinyanga, wengine wakaishia vijijini kule Tabora, vijijini kule na kadhalika. Sasa nikaenda kumuuliza mchungaji wangu, hivi mchungaji, wakati mmemtangaza yule kwamba ndio askofu wa section, nilisikia moyoni mwangu sauti inaniambia huyo sio mtumishi wangu. Hivi inamaanisha nini? Wakati ninyi mmemchagua, amechaguliwa na walio wengi. Akanyamaza kimya. Nikarudia tena, akanijibu akasema, inawezekana ni kweli akawa sio mtumishi wa Mungu kweli, kwa sababu akanieleza 1, 2, 3 ya matatizo aliyokuwa nayo yule, ya ushuhuda wake vile ambavyo sio mzuri. Sijui mnanielewa? Ushuhuda wake ambao sio mzuri, una ushuhuda mbaya, ana ushuhuda mbaya. Basi nikaishia tu hapo, nikamwamini tu mchungaji wangu. Nimeishi miaka 2, 3 baadaye, na mimi nikasikia wito wa kumtumikia Mungu. Niliposikia wito wa kumtumikia Mungu, nikaenda hilo eneo ambalo huyo ndugu yupo, mtumishi ule. Sikuwahi kuwekwa jela, nikashangaa nikaingia jela. Sijui mnanielewa? Aliyekuwa anasimamia hiyo skando ni yeye. Hivi mnanielewa wapendwa? Yaani nikashtukia mambo magumu kupitia kwake. Yaani maneno magumu yananenwa. Siku moja nikabebwa mahali fulani, nilikuwa nahubiri kama hivi, nikaja nikasombwa, nikapelekwa moja kwa moja kituoni. Baadaye tena nikaanza kusikia shuhuda, hawezi kufungisha ndoa ya mtu mpaka ashone suti. Hivi mnanielewa ninavyozungumza? Halafu baadaye tena nikasikia mambo magumu ambayo hata aibu kuyatamka hapa, anapokuwa anaombea akina mama au akina dada ambao wamepagawa mapepo. Wakishindikana kuombewa kufunguka pale kanisani, anaenda kuombea wapi? Nyumbani. Sasa waleteni nyumbani. Kumbe kule anafanya vitu vigumu. Hasa ndipo nikajua labda hiki ndicho ambacho Mungu alikuwa akiniambia. Lakini baadaye nikawaza, mbona wenyewe hawakuambiwa? Labda Mungu akaniambia mimi kwa ajili ya kufahamu, hata kama atakapotokea magumu kwangu, nijue kwamba Mungu alifanya nini, aliniambia. Kwa hiyo nisipanic sana,
Kwa hiyo Mungu huwa anasema kupitia Roho Mtakatifu. Sasa kweli yote. Sasa kama leo hii utaacha kumkubali Roho Mtakatifu akuongoze, Ukristo wako ni mgumu sana. Ndio maana nimesema ni vizuri kujifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Ukishakuwa mwana wa Mungu, lazima Roho Mtakatifu awepo tu. Pambana, omba. Maana kuomba ili ujazwe Roho Mtakatifu inategemea kiu yako, haja yako, vile unavyomtamani. Na sasa nakupa kipengele cha ziada kwamba atakapoingia, omba, ukubali kuongozwa na yeye. Maana unaweza kupewa ukajazwa Roho Mtakatifu lakini pia ukakataa kuongozwa naye. Kama nilivyosema kwamba unaweza kupata hela ukawa nazo lakini hutaki kununua chakula na ukafa na njaa. Ukawa na Roho Mtakatifu lakini pia bado hukubali kuongozwa naye, utakufa tu japokuwa unanena kwa lugha. Haleluya. Haleluya. Katika Yohana sura ya kwanza ni kushirikishe tu hiki ambacho kama ulishaongoza sala ya toba na ukamkubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana, wewe ni mtoto wa Mungu. Sura ya kwanza mstari wa 14 anasema hivi, naye sura ya 11 alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea, yani huyo ni Yesu Kristo wapendwa, si ndio? Aliwapa uwezo wa kufanyika nani? Watoto wa Mungu. Sio watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni wote duniani, lakini watoto wa Mungu ni wale waliompokea Yesu. Ndio maana mara nyingine tunapoongeza sala ya toba hapa sema mpokee Yesu. Tunajua na muamini, lakini mpokee ili ubora wako uwe mkubwa zaidi. Sasa unakishakuwa mtoto au mwana, ni lazima Roho Mtakatifu atakuja juu yako kama una kiu na yeye. Katika Yohana sura ya 7 mstari wa 37, mtu angalie. Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Anasema hivi, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona nini? Kiu, na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa nini usione huu muujiza? Ukimwamini Yesu Kristo unaona kiu ya Roho Mtakatifu. Mito, sio kamfereji, kijito, chemchemi. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya nani? Ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kipindi hiki alipokuwa anahubiri alikuwa bado hajafa na kufufuka. Watampokea baadaye. Mito. Faida ya maji mnafahamu. Mito ikipita, kila kitu, mito inapofika kuna uhai, kuna miti, kuna kijani kibichi, kuna viumbe vinaishi ndani yake, na wale walio pembeni yake wanafaidi yale maji. Kwa hiyo kama umejazwa Roho Mtakatifu vizuri ndani yako, watu watakufaidi. Wanaokaa na wewe watakufurahia. Kama uko kanisani watakufurahia, hata kule mtaani watakufurahia. Wewe ni baraka katika huduma mbalimbali. Ndio maana zikaitwa mito. Sio mto mmoja, mito. Sehemu zingine wanalima cabbage, wengine wanalima carrot, wengine wanalima vitunguu, wengine wananywesha mifugo, wengine wanamwagilia mpunga, wengine. Mito inaleta faida. Sasa mito ya rohoni ikitoka ndani yako kumwagika katikati ya watu, watu wanakufurahia. Sasa leo hii watu paka wanakwazika kwa wewe kuwepo pale. Wakati mwingine huna faida, ni kelele tu usiku kuamka, para ililokole lile linaomba huko, linatupigia kelele. Hivi mnanielewa ninavyozungumza? Wakati mwingine ni kelele tu. Unakuta mtu anaamka asubuhi, wewe usiku unachukua mic,
Hivi Mungu mpaka umsikilizishie maiki kweli? Para kwa ajili hivi kweli unataka kuonyesha watu kwamba unaomba? Wewe muombe Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwana wa Mungu ana nafasi kubwa sana. Roho Mtakatifu lazima awe juu yako. Ninakuomba kabisa, kama hujajazwa Roho Mtakatifu mwaka huu, mulilie Mungu. Ama zangu ama zangu au ama zake, utajazwa tu. Kuna rafiki yangu mmoja alichelewa kujazwa Roho Mtakatifu, akaenda porini akasema, sili sinywi sirudi nyumbani kama sitajazwa Roho Mtakatifu, mimi nafia porini. Alienda saa 10 jioni, alienda saa 8 mchana, ilipofika saa 2 usiku anarudi kunena, ananena kwa lugha. Haleluya. Ananena kwa lugha mpaka anashindwa hata kuzungumza. Akitaka kuzungumza ananena kwa lugha, mpaka akitaka kitu fulani lazima aandike kwa kalamu. Roho iliyojazwa Roho Mtakatifu, amejaa, amefurika. Hapo sisi tunatakaga Mungu atupe miujiza. Hivi unafikiri muujiza wa thamani sana kutoka kwa Mungu, wewe unafikiri ni gari? Unafikiri ni nyumba? Au unafikiri ni mke au mume? Au unafikiri ni hela au kupanda cheo au shamba? Wewe unafikiri huo ndio muujiza mkubwa au uponyaji? Hata uponywe leo bado utakufa tu. Na ukichelewa kufa na miaka 130 wanakuita nani? Mchawi tu. Hata upone, hii hata aliugwage, hata alifi. Muujiza mkubwa kuliko yote ni kupata Roho Mtakatifu, alafu apate access ya kukuongoza wewe vizuri. Yaani hiyo ni burudani na hali ya juu mno. Ni zawadi kutoka mbinguni, sio kutoka kwa mwanadamu. Hapo ndio umepata ufalme. Bwana asifiwe sana. Maana huyo ndiye atakaye kuambia, roho na bibi harusi wasema, njoo Bwana utuchukue. Maana ndio besi wa bibi harusi. Hasa una roho. Ni bibi harusi gani anaendaga peke yake? Shela lile refu nani atamshikilizia? Si lazima best awepo kulishikilia, si ndio? Hasa Roho Mtakatifu ndio best. Anakufuta jasho, anakufariji. Kama vile bibi harusi anavyopangusagwa jasho, anatengenezewa vazi lake vizuri ili asilikanyage. Hivyo best anashughulika. Ndio Roho Mtakatifu anakushughulikia wewe. Roho atakasaye anakutakasa na kutoa mawaa. Uwe na kiu tamani. Yaani kama kuna agenda nzito ambayo unatakiwa kuwa nayo mwaka huu, kama hujajazwa hakikisha umejazwa. Ukishajazwa nenda hatua ya pili. Roho Mtakatifu, nipe kukutii na kukunyenyekea na kukusikia. Nikuelewe unachokisema, nisikie sauti yako, nitii. Hata kama itakupeleka mahali pagumu, usiogope. Mungu ana mpango mzuri wa kutoa huko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Utawezaje kumsikia Roho Mtakatifu kwa wale ambao sasa wanasema wamejazwa Roho Mtakatifu tayari, lakini wakati mwingine wanatamani kumsikiliza Roho Mtakatifu? Kwanza kabisa, kwa nini uko hapa? Uko hapa kwa sababu ulisikiliza viongozi wanatangaza kutakuwa na maombi, si ndio? Uko hapa, na wakati mwingine uko hapa kusikia kile ambacho labda ungetamani kukisikia. Ndio maana uko hapa. Sasa unajuaje, unafikiriaje kama Roho Mtakatifu ndio yupo, alafu anakuongoza katika vitu vyake? Utashangaa. Nikupe tu mfano mdogo. Binafsi mimi kuoa huyo mke wangu, nilipomaliza kuomba, Mungu alisema na mimi tena kwa mbali, kama hapa na kwenye ile mashine ya Hasani au barabarani kule nilipomuona, hata sijui na jicho moja au vipi, sielewi. Namuona tu huyo ni mtu yuko na familia yake wanalima. Bwana asifiwe sana.
lakini nikasikia sauti ndani inaniambia huyo ndio mke wako. Na mimi nikasema katika jina la Yesu ushindwe. Hivi unanielewa wale wazungumza? Kipindi kile yeye hajaokoka. Mambo ya Roho Mtakatifu ni magumu mno. Na mimi nikakimbilia kwenye maandiko haraka. Maandiko usifungiwe ni na asiyefanya nini? Asiamini. Nikajihami pale, nikajikita hapo kwenye maandiko. Tawaje mtu. Ila nilikuwa ninajua dada yake tulikuwa tunasali pamoja ameokoka, lakini familia yake nzima walikuwa hawajaokoka, na tulikuwa tunafahamu hivyo, ila siwajui hata sura zao. Siku moja sasa tunaenda kumsalimia kijana mwenzetu, alikuwa anaumwa. Tunaenda tu huko, tunapitia pale karibu na kwao. Mwenzetu pale akasema hapa ndio kwa kina Hilda. Kwa kina Hilda, okay sawa. Tena wako pale shambani, yuko baba na mama pamoja na ndugu zake wa kiume na wa kike. Hasa nawaona wako barabarani. Sisi tunaenda kijiji kimoja kinaitwa Motomoto. Hasa tunapita pale. Yaani tukawasalimia tu kwa mbali, wazee shikamoni, marahaba, hivi na hivi. Sasa mwenzetu mmoja alikuwa Mgogo, akawasalimia Kigogo, mbukwenyi sijui nini na nini. Mmoja wetu akaomba maji. Tunaomba maji ya kunywa. Akatumwa mke wangu sasa, huyu mama Shangwe. Namuona tu ni binti, huyo binti tu, maana alikuwa mdogo. Namuona tu ni binti yule, lakini sijui kama ana macho au hana. Mnanielewa? Hata sijui kama ana mapengo au hana, sijui. Lakini nikasikia sauti ndani, huyo ndio mke wako. Na mimi niliomba pale sio chini ya mwaka. Niliomba Mungu mno. Nikamwambia huyo ndio mke wako. Na mimi nikasema katika jina la Yesu ushindwe. Ilikuwa ni ngumu mno. Akaja, nyumba ilikuwa karibu na barabara, akaja akachukua maji kwenye jagi, akaleta na kwenye vibilauri vile vya chuma, wakaleta pale kutupatia maji kunywa. Ndio nikamuona vizuri sasa hapa. Mnanielewa ninavyozungumza? Ila hajaokoka. Baadaye nikaanza kumwambia Mungu, si hajaokoka Bwana? Akaniambia hivi, sauti inazungumza, ataokoka. Sauti ya upole kabisa, ataokoka. To cut story in short, siku moja nilikuwa nafundisha Sunday school, naenda nawahi kanisani kufundisha, ilikuwa darasani. Nikamwona yeye ndio mtu wa anakuja, na mimi ndo tunataka kuingia wote, yeye yuko pale, naingia wote. Nilipomwona moyo nikasikia sauti ndani nasema leo ataokoka. Nilishangaa. Ndio maana wakati mwingine kuna sauti ni vizuri uanze kusikia, uanze kujifunza kusikia sauti. Kuna sauti inatokea kifuani mwako ndani ambayo si rahisi kuielezea. Mtu mwingine alisema kwamba hivi ulikuwa umemeza ka redio, labda kanazungumzia ndani kifuani. Sio redio, ila unasikia sauti kabisa ya Mungu. Haleluya. Kweli hiyo siku akaokoka. Process zikaendelea. Baadaye akakaa kanisani kwa muda, ikaja kufikia mahali pa kumchumbia, naye akakubali. Mpaka leo tunaye. Mwaka sijui 40 ngapi sasa hizi. Nafikiri 42 au 43. Mungu. Mpaka wakati mwingine wanasema kwamba hizi ndoa za kuoa na kuachana, kuoa na kuachana, talaka siku 2-3 ni vitu tu vya kuangalia Facebook. Mtu amekaa hivi naangalia Facebook, I see you handsome, au huyu bwana huyu beautiful, umekaa hapa unaangalia. Shauri yako. Ndoa hazidumu hizo, maana hujapewa na Mungu, umejichagulia mwenyewe kwa akili yako. Ndio matokeo yake ni hayo. Hata masuala ya utoaji unasikia kabisa Mungu anakuambia. Kama nilivyosema siku moja hapa, mchungaji ametoa tangazo, wiki ijayo utoaji wa vyombo. Haleluya. Tutatoa kwa ajili ya kununua magitaa, kipindi kile kuna keyboard. Nikasikia moyoni, nimekaa hapo kama wewe, nikasikia sauti inaniambia hivi, suruali nyeusi utaitoa na shati nyekundu tena mpya za kutokea. Si mnajua nguo za kutokea, za kutokea. Na mimi hapo nimekaa sema hiyo hakuna.
nikamgomea Roho Mtakatifu, nikamwambia hiyo nini, hakuna, ila nilikuwa na nyeusi nyingine na nyekundu nyingine imepauka, nitatoa hiyo, hii nyingine hamna. Na Roho Mtakatifu anakuambia tu, ananiambia hivi, hiyo ndio natakiwa kutoa. Na mimi hapo nimegoma. Kwa hiyo nimekuwa mwana mwasi, ila napiga pambio, niko kanisani, sijatengwa, bado nakula sakramenti. Mnanielewa ninapozungumza? Nimemgomea Roho Mtakatifu ambaye nilikuwa natamani sana aje aniongoze kwenye kweli yote, ameniongoza, nimegoma. Bado nina thamani gani mbele za Mungu kwa nimekuwa mwana mkaidi? Roho Mtakatifu ndio hapo sasa anapokaa pembeni, anahuzunika. Ndio maana nasema usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Anahuzunika, maana kama vile wewe sasa ndio una akili kuliko yeye. Matokeo yake ndio sasa anakuacha unafanya unavyojua. Jioni nikaenda kujifanya kupiga magoti na kumwomba Mungu kama kila siku ninavyoomba Mungu ninapoenda kulala, ile anilinde, anitunze na nini na nini. Najiona hivi, mimi ni muasi. Hata nilindaje wakati mimi mwenyewe nimefanya nini? Nimemgomea. Nikajifanya kaidi. Usiku tena nikaamka tena, huwa naamka kuomba, nikaamka pale nikaomba, nikajikuta mkavu. Ilikwenda siku ya kwanza, ya pili nikashindwa, uzalendo kanishinda, nikatubu. Nilipotubu ndipo nikasikia amani imekuja, nikaamua tu kwamba sasa nitalipeleka hilo shati na suruali Jumapili. Ilikuwa siku ya Alhamisi. Nikalitengeneza vizuri, amani ikaja, nikapeleka. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mwingine unaweza kusemeshwa peleka kitu fulani kwa mtu. Hata unapofikia wakati wa kutoa sadaka, kama unamsikiliza Roho Mtakatifu vizuri, utasikia toa kiwango fulani. Mnanielewa ninavyozungumza? Sio tu nisipoinuka hapo watanielewaje. Kwa hiyo unaondoka tu unaangalia hivi 10,000, unaangalia hivi 10,000. Hii buku hii. Unakwenda unatoa. Lakini kumbe ni mkaidi, ulishaambiwa kitu kingine. Lakini unaondoka, watu wanafikiri unamtolea Bwana, kumbe ni kitu kingine. Hujanywa pombe, hujavuta bange, hujavuta sigara, sio mzinzi, lakini umemkataa nani? Uongozi. Umekataa uongozi wa Roho Mtakatifu. Mbingu ni ngumu. Mwambie jirani yako, mbingu ni ngumu. Maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Ukikataa kuongozwa, basi mbingu ni ngumu, sio rahisi. Ile njia ni nyembamba mno. Haleluya. Njia ni nyembamba mpendwa. Usifikiri kuacha pombe na kuacha sigara na sijui na uzinzi ndio usalama. Bado kuna mambo mengine kama haya. Sasa umesikia kabisa kwamba toa kiwango fulani, labda 5,000 au 2,000, lakini wewe unaondoka unaenda kutoa 1,000. Labda umeambiwa toa 50,000, wewe unaondoka unatoa 10,000. Umemkatalia Roho Mtakatifu. Tangazo limetoka kama hapa hivi, jamani, kesho kutwa au Jumapili tunataka tufanye hiki na hiki na hiki. Jamani, haya ikitangazwa tu, Roho Mtakatifu anahusika, anakuambia sasa wewe utatoa kiwango fulani. Nyingi hizo. Unakataa, ila unainuka unatoa. Kama uliambiwa 1,000,000, unatoa 200,000. Na mimi natoa 200,000, watu wanapiga nini? Makofi. Jamaa katoa 200,000, lakini kumbe waambiwa 1,000,000 hii. Umekataa kuongozwa na Roho, unatarajia nini? Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Na wale ambao wamekataa kuongozwa sio wana wa Mungu, automatically wakaidi. Kuna siku moja natembea, nimetoka hoteli, nilikuwa Morogoro. Mwaka juzi ule, toka hoteli kaweka begi langu, naenda stendi haraka pale Kisamvu, wanaita Msamvu. Huyo nakatisha hivi. Namuona omba amekaa pale, mlemavu na kopo. Miguu imejikunja, amefunga mitambaa. Miguu kabisa imejikunja. Na nikasikia ndani, mpe 5,000 huyu. Mpe 5,000. Mna bwana 5,000. Wao wamezoea wataenda kulewa pombe tu. Nikapita, lakini nikasikia tena, rudi mpe 5,000 huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Unajua, nikasimama kwanza hivi, sema anyway, kwa sababu nishamfahamu pia Mungu,
Nikarudi nikatoa, ndugu yangu hapa 5,000. Mungu akubariki sana bwana. Nikaondoka. Vitu kama vile ukiviignore unaweza kupata matatizo kule mbele ya safari. Si mnanielewa wapendwa? Najaribu tu kueleza ushuhuda wa kwangu, japokuwa mambo ni mengi, muda hautoshi. Roho Mtakatifu. Siku moja tukaenda Kongo na mzee Gashengo. Kongo tulienda wawili na mzee Gashengo. Ilikuwa mwezi wa 6 mwaka juzi. Nafikiri kwa mwaka jana. Ilikuwa mwaka juzi ule. Tukaenda Kongo. Tulipoenda Kongo, mzee akapewa vipindi kufundisha, na mimi nikawa nafurahia kweli kusikiliza. Baadaye nikapewa kipindi. Kimoja. Katika ile trip nzima nihubiri vipindi viwili. Ila nikasikia ndani hivi, watakuambia urudi peke yako. Watakuambia. Yaani nasikia hapa ndani, watakuambia urudi peke yako. Tukaondoka, tukamaliza ile mission, tukarudi, tukaja huku baadaye Nairobi mwezi wa 8. Ilikuwa mwezi wa 6 kipindi kile. Mwezi wa 8 tukafika Nairobi. Tulipofika Nairobi, wachungaji wa Kongo wakaja. Wakaniambia, mzee, tunakuomba mwezi wa 12 kama unaweza kupata nafasi uje Kongo. Nije Kongo hiyo mwana kizungumkuti hiyo mzee. Mimi maana sisi hatuwezi kuja tu paka nitumwe na CTMY. Basi tukaachana. Mwezi wa 10 tukakutana Mauritius na wale watu. Wakaniambia tena. Nikamwambia, basi muoneni mzee Gashengo. Wakamwona mzee Gashengo, wakamwambia. Walipomwambia, mzee Gashengo akaniuliza, namna gani utakuwa na nafasi? Nikamwambia, kwa sababu wametaka basi wacha niende. Nikaondoka. Wale watu waligharimia gharama kubwa sana ya ajabu mimi kuwepo pale. Nilishangaa. Sijui mnanielewa wapendwa? Sasa tatizo la watu wanaokaa mbali, na mvua za hapa zikianza kunyesha, umeme unaweza kukatika. Sasa kuna nafasi mbele. Ukitaka njoo. Ukitaka kama uko umeridhika hapo sawa. Sasa waligharimia gharama kubwa mno mpaka nikashangaa. Wakatuma hela ya visa. Wakatuma tiketi ya kwenda na kurudi ya ndege mpaka Kigali. Wakakodi taxi. Si unaelewa taxi? Sio bajaji au boda. Ya kunichukua Kigali mpaka nchi nyingine Kongo, kilomita 300 na taxi. Tuko wawili, tuna driver taxi mtusi. Tena nimefika saa 1 usiku, tunaondoka usiku huo. Lazima tufike kule boda. Tukwenda kulala mpakani kabisa, kuna hoteli moja. Gharama iliyotumika ni kubwa sana. Sema hawa watu wanamaanisha nini? Nikaenda nikakaa kule wiki 3, nikamaliza, nikarudi kwa mtindo ule ule. Nikashangaa mno. Ndipo nikajua hivi, maneno ya Mungu yana thamani kubwa kuliko kitu chochote. Mnanielewa wapendwa? Maneno ya Mungu yana thamani kubwa kuliko kitu chochote. Watu wanagharimia maneno mtu aje kuzungumza. Neno la Mungu hili sio upuuzi wapendwa. Neno la Mungu ni kitu cha thamani sana. Sasa nataka kusema tu kwamba ile siku nilisikia sauti ile, ndipo kweli wakaja wakaniambia. Hilo jambo likatimia. Mambo yako mengi sana ya kumsikia Roho Mtakatifu. Ana namna nyingi ya kuongea na watu. Amen. Roho Mtakatifu anaweza kusema na wewe hata katika ndoto. Unanielewa? Anaweza kukukataza, anaweza kukupa kibali hata katika ndoto au maono.
Ijapokuwa watu wengine wao wanadharau sana ndoto. Mandoto tumekula wali na maharage umeshiba kule, alafu unatuletea ndoto zako hapa. Wakati mwingine Mungu anasema na watu wake katika nini? Katika ndoto. Hiyo ipo katika maandiko mengi tu. Kwa mfano tu mdogo, Matendo ya Mitume sura ya 16. Muda unaisha, muda utoshi huu. 16 mstari wa 4. Matendo ya Mitume 16:4. Basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu, ili wazishike. Makanisa katiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikaongezeka kila siku. Wakapita katika nchi ya Firigia na Galatia, wakikatazwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa hapa inawezekana walikuwa wanasikia kama vile ilikuwa nasikia mimi moyoni. Wakikatazwa Roho Mtakatifu wasilihubiri ile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakufanya nini? Hakuwapa ruksa. Wakapita Misia, wakatelemkia Troa. Paulo akatokewa na maono ngapi? Usiku alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri nini? Habari njema. Kwa Roho Mtakatifu na guide. Ninakwambia nina ushuhuda wa mambo mengi sana. Muda hautoshi kuyaeleza haya yote. Hata semina ya mwezi mzima kila siku, habari za kuongozwa na Roho Mtakatifu, mambo mengi mno. Hata wakati mwingine unakosa hata namna ya kusafiri kipindi kile, treni zinajaza watu kuliko maelezo. Niko Itigi, niende wapi? Nimefika kutoka Singida, treni inapita, tiketi zinatolewa 10 dirishani, wale wa zamani wanafahamu. Baada ya hapo mwendo wa kuruka. Nitapataje usafiri? Nikasikia ndani hapa, nenda kasimame mbele ya yule kijana hapo, watatu kutoka dirishani. Kijana mfupi, t-shirt ya kijivu na suruali kidogo kama nyeusi ya kijivu imepauka. Nina kabegi kangu, nikaenda nikasimama mbele yake. Nikajichomeka hivi chap. Watu wananiangalia, watu kama 200 kutokea dirishani. Mimi nikaa watatu, yeye akawa 4. Niliposimama tu hivi, yule jamaa akaondoka. Huyo akaondoka. Huyo akapotea. Simfahamu, simjui. Lakini kilichonishuhudia niende pale ni nini? Ni sauti ndio isikia ndani yangu. Haleluya. Mpaka watu wengine labda huyu alimshikia nafasi nani? Huyu. Mpaka wakati dirisha linafunguliwa kukata ticket, nikao watatu kata ticket. Baada ya mimi kuondoka, watu kama 10 nyuma wakakatiwa tiketi, dirisha likafanya nini? Likafungwa. Treni kaja, nikasafiri. Kwa nini usimkubali Roho Mtakatifu? Mambo ni mengi mno wapendwa. Mengi. Sasa ninaomba leo tumulilie Mungu. Mlilie Mungu kuanzia sasa hivi. Hata kama tutaomba kwa muda mfupi, lakini tafuta nafasi yako mwenyewe. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, mwambie Bwana anahitaji Roho Mtakatifu. Na kama Roho Mtakatifu yupo, mwambie nipe neema ya kumtii. Mawazo yangu na akili zangu zimechukua nafasi kubwa sana ya kuweza kuziamini akili zangu kuliko akili zake. Nisaidie nimtii Roho Mtakatifu katika mambo yote. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza kupe hasara hata siku moja. Akikwambia omba. Inuka omba. Kama unaombea mtu omba. Useme tu nasikia tu mzigo wa kumwombea lakini nimechoka. Omba. Hujui kitakachotendeka kule nyuma ya pazia. Omba. Ukisikia kuambiwa fanya kitu fulani, fanya. Haleluya. Basi katika maombi haya ya leo, tuombe tu. Mtu ambaye hajajazwa, mlilie Mungu ujazwe Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana nijaze.
Na mtu ambaye amejazwa, huenda unanena kwa lugha, basi mwambie Roho Mtakatifu, nisamehe sana kwa kuwa mkaidi katika mambo mengi ambayo huwa unaniambia. Wakati mwingine umeshaambiwa, wakati mwingine unatumwa tu, nenda kumwambie fulani hivi na hivi na hivi. Hii atanielewaje? Ataniona mimi mzushi. Ndio namwacha mtu anaangamia. Haleluya, haleluya. Mungu ana mambo mengi wapendwa, ana mambo mengi. Roho yupo kutufariji na kututia nguvu. Basi nafikiri tuimbe wimbo moja, afu kila mmoja ataingia katika maombi kwa dakika hizo zilizobakia. Baadaye tumalizia hapo, na ninaomba kesho saa 10:15 nitaanza kufundisha hapa. Kwa hiyo tuna robo saa tu ya kuimba kuanzia saa 10 kamili mpaka na robo, ili niwe na muda mrefu kidogo kabla ya maombi. Yako mambo mengi sana. Hebu tusijue mtu ongoze kwa wimbo gani?